Bwana Young Africans mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara na ambao mpaka sasa wako kwenye msimamo wa uongozi wa ligi, wao wamesafiri leo hii kuelekea mkoani Manyara ambako watakuwa na mchezo dhidi ya Fountain Gate. Mchezo utapigwa ni siku ya tarehe 21, ni siku ya Jumanne. Young Africans dhidi ya Fountain Gate FC. Mchezo utachezwa kwenye dimba la Tanzanite Kwara Babati mkoani Manyara. Hiyo ni kwa upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini tukija kwenye michuano ya kimataifa, nazungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini hata CAF Confederation ama kombe la shirikisho barani Afrika. Wawakilishi pekee kwenye ardhi ya Tanzania ni mnyama mkali, na wazungumzia Simba Sports Club. Wao watakuwa na kibarua kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar, wakiwakaribisha Stellenbosch Wababe kutoka South Africa. Na waita Wababe kwa sababu ni Stellenbosch ni miongoni mwa timu changa ambazo zimeibukia kwenye ligi ya South Africa kwa misimu ya hivi karibuni, lakini rekodi yao nzuri, namba nzuri za msimamo wa ligi mpaka sasa. Ukitazama kwenye ligi ya South Africa, wa kwanza ni Mamelodi Sundowns, wa pili Mamelodi Sundowns, wa pili ni Orlando Pirates, wa tatu ni wao Stellenbosch. Lakini ukiachana hilo, ni miongoni mwa timu changa ambazo ni kama zimekuja kusurprise kwenye soka la South Africa, na zikiwa ni miongoni mwa timu ambazo zina uhitaji mkubwa wa kukua katika soka la Afrika. Sasa nataka tutazame tukiachana na namna ambavyo nimekutajia msimamo wa ligi ya South Africa. Wa kwanza ni Mamelodi Sundowns, wa pili ni Orlando Pirates, wa tatu ni Stellenbosch. Lakini Stellenbosch yeye tayari wamekwisha wasili visiwani Zanzibar na watakabiliana na mnyama Simba. Wakati Simba sasa kwenye msimamo wa ligi, yeye yuko nafasi ya pili. Wa kwanza ni Yanga, wa pili ni Simba. Kwa hiyo utaona tofauti. Ligi ya South Africa, Stellenbosch yuko nafasi ya tatu. Nimesema wa kwanza ni Mamelodi Sundowns, wa pili ni Orlando Pirates, wa tatu ni Stellenbosch. Tukija sasa kwenye ligi ya Tanzania ambako kwenye hii nusu finali sasa kombe la shirikisho, Simba yuko nafasi ya pili, kwa maana kwamba wa kwanza ni Yanga, wa pili ni Simba Sports Club, wa tatu ni Azam FC. Hii ni msimamo wa ligi kuu NBC ya Tanzania bara. Sasa mimi nataka tu watazame Stellenbosch ni timu ya namna gani kwa uchache, namna wanavyocheza, namna wanavyojilinda, ubora wao, madhaifu yao, ingawa zipo tetesi pia zinaeleza huenda golikipa namba 1 wa timu hiyo ya Stellenbosch ataukosa mchezo kati ya Simba dhidi ya Stellenbosch, mchezo ambao unapigwa kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, kwa maana ya kwamba ana kadi 3 za njano, ambapo kadi ya njano ya 3 alipata kwenye mchezo dhidi ya Zamalek, ambapo wao mchezo huo Stellenbosch walipata goli moja na wakafuzu moja kwa moja kuingia nusu finali. Sasa natajwa golikipa namba 1 wa hiyo timu hatocheza kabisa mchezo huu dhidi ya Simba kutokana na kwamba anatumikia kadi 3 za njano. Lakini nimejaribu kuzungumza na wataalamu wa michezo, hususan marefari, na refari mmoja nimezungumza naye, mwamuzi, anasema kanuni za ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kanuni za CAF Confederation ama kombe la shirikisho kwenye michuano hii ya CAF, kadi 3 za njano zinakoma kwenye hatua na kwa hatua, nikiwa na maana ya kwamba mchezaji anaweza kupata kadi kwenye raundi ya kwanza, raundi ya pili, lakini anapovuka stage zile kadi zinakuwa zimekomea huko. Kwa hiyo pamoja na kwamba golikipa wa Stellenbosch alipata kadi kwenye mchezo dhidi ya Mamelodi ya Zamalek, na ilikuwa ni kadi 3 ya njano anapata kwenye michezo mfululizo, lakini kwa sababu walifuzu kwenda hatua ya nusu finali ambako kesho wanakutana na Simba, manake ile kadi imejifuta, ingawa inatajwa kwamba atakuwepo kwenye mchezo. Sasa mimi nataka tumsikilize mwenzetu kutoka South Africa ambaye yeye anajaribu kutueleza Stellenbosch wanatoka katika mji ambao unaitwa, wanatoka Durban lakini wanaishi kwenye mji unaitwa Stellenbosch. Mimi nataka tumsikilize atueleze Stellenbosch ni timu ya namna gani, ubora wao, udhaifu wao, namna wanavyocheza, ni timu ya namna gani kwa ujumla. Kwanza kabisa watu wa nyumbani huko wasitengeneze taswira kwamba labda Stellenbosch ni timu ambayo inaweza kuisumbua Simba, lakini in football tunajua kwamba current form inaamua chochote. Kwa Simba inabidi kwanza waheshimu kwanza hiyo Stellenbosch.
Kuhusu kusema kwamba ni maeneo gani ni hatari, overall ile timu inacheza kitimu, lakini ile timu ukitizama jinsi inavyocheza, wanacheza sana kupitia flanks, huku pembeni. Wana mchezaji wao mmoja ni winga wao mmoja katika ligi ya Afrika Kusini hapa sasa hivi ana magoli 6 na ana assist 4. Kwa hiyo ukiangalia hapo unaona kwenye timu tayari mwenyewe ana mchango mkubwa kwa namna ya kuipatia matokeo timu yake. Lakini pia kwenye beki yao huku anavaje namba 21 anaitwa Fawazi. Yule jamaa ni beki mmoja ambaye ana overlap sana, ana energy sana. Kutokana na nini? Hii timu 80% na vijana. Kwa hiyo Simba namna yao watakapokuwa wanatengeneza mashambulizi, waangalie ni vipi wataweza kukava eneo lote la uwanja bila kuacha space, kwa sababu wa jamaa wana umri ndogo, wana energy kubwa sana, ni vijana. Yani kumbuka umri wao yani ni miaka 21 mpaka miaka 26 27. Kwenye mpira sasa hapo tunasema ni wachezaji ambao tayari wameshafikia ule umri wa kupambana. Kwa hiyo ni wachezaji ambao ukiwapa space wanakimbia sana katika maeneo na wanashambulia sana. Kwa hiyo ni vema Simba tunajua inapocheza, namna wanavyotoka katika zoni yao kuja kushambulia, uangalie namna gani wanaweza kuziba nafasi kutokuruhusu winga wao huyu au beki wao huyu kuoverlap kutengeneza hatari. Lakini pia tusisahau timu tumesema kwamba haina shida ya kipato. Ni kweli ni timu inayomilikiwa na tajiri mkubwa sana hapa South Africa, ni timu ambayo katika ukuaji wake inapitia misingi yote ya football. Wamewekeza sana kwenye academies. Ukiangalia academy kubwa sana hapa South Africa, ukiwatoa Mamelodi Sundowns, pia hao jamaa wanafuata kuwa na academy nzuri. Kwa mfano last season wameweza kuwatoa wachezaji ambao wameenda kwenye timu kubwa na wameweza kuwa ni regular starter kwenye hizo timu. Na still bado wamerudi kwenye msimu huu timu kwa mara ya kwanza inashiriki na imeweza kuingia nusu finali ya shirikisho. Unaona kabisa ni timu ambayo inakuwa na ni timu ambayo imejizatiti kufanya mapinduzi ya soka katika nchi ya South Africa. Lakini wana wachezaji wamepita katika baadhi ya timu. Kuna wachezaji wamecheza Marumo. Ukiangalia pale sasa hivi wana mchezaji ambaye ni kama Saliba Mkuu. Saliba Mkuu aliwahi kupita Marumo, sasa hivi yuko pale, lakini kabla ya kuja hapa Stellenbosch alikuwa, mnakumbuka, alikuwa anacheza Mamelodi Sundowns. Lakini pia katika ile backline ya msimu ule wa Marumo Galaxy wanacheza na Young Africans kwenye hatua ya nusu finali. Backline ya ile Marumo yote ilikuwa ni ya watu ambao umri umeenda, lakini kuna mchezaji mmoja alikuwa kijana anaitwa Ture. Yule jamaa sasa hivi yupo kwenye timu ya Stellenbosch. Kwa tayari ni mchezaji ambaye ana uzoefu, anaweza kuongoza ile safu ya ulinzi ya ile timu. Na ukiangalia ile timu inafikiwa, lakini kikwazo kikubwa pia kingine kimekuwa ni kwa goalkeeper wao. Na bahati nzuri sana kwa Simba tunaelewa atacheza kwenye mchezo huu unaofanyika Zanzibar, atacheza. Huyu goalkeeper hawezi kucheza kwa sababu anatumikia adhabu ya kadi. Nadhani alipata kadi kwenye mechi ya mwisho na Zamalek, kwa hiyo amepata ban. Hiyo inakuwa ni bahati kwa Simba kwa sababu yule goalkeeper anafanya save sana. Kwa nini nasema ni bahati? Kwa sababu tutamtumia goalkeeper namba 2 obvious, ambaye amechoma kuna baadhi ya mechi. Sasa yule anakuwa kipa namba 2 ni namba 2 tu siku zote. Kuna anakosa ile game time na match na inasema kuwa na confidence uwanjani. Kama utakumbuka katika mechi ambayo walicheza Morocco, walicheza na AC Berkane, katika magoli 4 ambao walifungwa Stellenbosch, magoli 3 yalitokana na uzembe wa goalkeeper huyu ambaye atacheza mechi ya Simba. Kwa hiyo kama benchi la ufundi la Simba litakaa vizuri, vitafanya assessment yao vizuri, wanaweza kutumia madhaifu ya goalkeeper, kwa sababu tukiangalia Simba wana mchezaji kama Elim Panzo anakimbia, Kip Dennis anakimbia, alafu uzuri sasa wao wanapiga kutokea mbali. Kutokana na yeye atakuwepo ana ile wanasema ile kuwa na hamu ya mchezo, kucheza dakika nyingi, match fitness, anaweza akatengeneza errors ambazo kama Simba atakuwa vizuri katika mstari wao wa mbele pale, wakapata nafasi ya kumaliza game Zanzibar. Ilivyo nadhani umeweza kumsikiza mwenzetu anavyotueleza kutoka South Africa, ubora, udhaifu, lakini pia pigo kwa Stellenbosch ni kumkosa mlinda mlango nambari 1 wa kikosi hicho. Tukiachana na mshambuliaji wao kinara ambaye hakusafiri kabisa na timu, anafahamika kwa jina la Pido, yeye hakusafiri kabisa na timu baada ya kupata majeraha, kwa hivyo aliachwa South Africa, na huenda kama hajapata majeraha makubwa basi atarudi kwenye mchezo wa marudiano. Mchezo wa marudiano kati ya Simba na Stellenbosch utachezwa kwenye mji wa Durban huko Stellenbosch, South Africa. Ni tarehe 27 mwezi huu, itakuwa ni siku ya Jumapili, kwa sababu mchezo wa raundi ya kwanza kwenye dimba la New Aman ni kesho tarehe 20, lakini marudiano ni tarehe 27 Durban, South Africa. Sasa
kama jinsi ambavyo umesikia, huo ndio ubora pamoja na udhaifu wa Stellenbosch. Lakini yote kwa yote zipo record zinamuonyesha mnyama amekuwa na ugumu kidogo kupata matokeo pindi anapokutana na timu za kusini mwa Afrika. Nazungumzia hasa timu ambazo zinatoka South Africa. Itakumbukwa zidi ya Kaizer Chiefs, lakini hata Orlando Pirates. Hizo ni moja kati ya timu ambazo zimewahi kumpa mnyama Simba ama kufifisha matumaini ya yeye kuweza kusonga mbele. Hatua hizi pia ni kukumbushe, kabla ya kufika hapa Simba alicheza hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, na baada tu ya makundi kutoka na mpaka ile hatua yote ya makundi inatamatika, Simba alifanikiwa kufunga jumla ya magoli 11 kwa kumbukumbu zangu. Lakini kama nitakuwa nimesahau unaweza kutukumbusha kupitia kwenye comment, lakini kwa kumbukumbu yangu mimi nakumbuka kwenye ile hatua yote ya makundi mnyama Simba alifanikiwa kufunga jumla ya magoli 11, na kundi la Simba lilikuwa likiundwa na Simba Sports Club wenyewe kutoka Tanzania, liliundwa na Bravos kutoka Angola, lakini walikuwepo na wazungumzia CS Faction, lakini pia walikuwepo CS Constantine, na mnyama akawa amefanikiwa kupenya yeye pamoja na CS Constantine wakawa wamefanikiwa kupenya, na akaja kucheza mchezo robo finali mnyama, ambako ndio alikutana na Al Masry away ama ugenini, akawa amepoteza kwa magoli 2-0 kabla kuja kurudiana baadaye kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Mnyama akafanikiwa kuibuka na magoli 2-0, ikabidi waende kwenye mikwaju ya penalty, na penalty zikawa zimeamua Simba penalty 4, Al Masry penalty 1. Penalty ya kwanza ya Simba ikifungwa na Jean Chalewa kwenye mchezo huo, penalty ya mwisho ikifungwa na Shomal Kapombe Shomizuwe. Na kuelekea sasa mchezo huu wa nusu finali Simba zidi ya Stellenbosch kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, Simba wamekuja tu na kauli mbiu, wanasema hatuishi hapa, na moja kwa moja wanajionyesha kabisa kwamba wanaitaka nusu finali. Basi mimi naitwa Rashid Kasim, nimekupitisha kwenye hii roundup tuwatazame Stellenbosch, ubora, udhaifu, lakini wapinzani wa namna gani, tukiachana kwamba ni timu ndogo. Huwezi kuwafananisha Simba pamoja na Stellenbosch kwa inavyozungumzwa kwenye mitandao na inavyoonyesha kwenye ranks mbalimbali, ikiwemo mtandao mashuhuri ama mtandao maarufu sana ambao huwa unaonyesha zile ranks ama viwango vya timu kwa barani Afrika. Nazungumzia mtandao kama Africa Soccer Zone, wanamuonyesha Simba yuko nafasi ya 4 kwenye ubora ama kwenye zile timu bora Afrika. Mnyama Simba yuko nafasi ya 4 baada ya kujikusanyia point, na ikumbukwe ni kwamba hii michuano ya CAF zile unapata zile rank za juu kutokana na namna ambavyo unajikusanyia alama, na ndio maana hata Yanga walijinasib endapo wangemtoa MC Alger walikuwa wanasogea mpaka nafasi ya 5 ya msimamo kwenye vile vilabu bora Afrika. Yanga wangesogea mpaka nafasi ya 5, ni kutokana na alama alizonazo unazoongeza na anatazamo aliyoko kwenye hiyo nafasi na nafasi zipi. Kwa hiyo endapo Simba atashinda dhidi ya Stellenbosch akafika finali, ana nafasi kubwa zaidi ya kujiongezea alama, kwamba kutoka nafasi ya 4 mpaka kwenda nafasi ya 3 ya pili na hata kwanza, itategemeana na wengine wanafanyaje. Sasa mimi naitwa Rashid Kasim, na kukumbusha tu usisahau kusubscribe channel hii bora ya Kajenjele TV. Lakini kwa sasa na kuacha mpaka wakati mwingine, nisiwe mchoyo wa fadhila kumtaja fundi mitambo ambaye kufanya unitazame kwa uzuri sana, anaitwa Junior Messi, mtaalamu mwenyewe. Mpaka wakati mwingine tena.